kuria turi tondu rahingo watha murango ni muhingure tondu Jesu ari o giti-ini giatha no aratuhoera no aratuthaithanĩrĩra kwĩ Mwathani akiuga mateithie andũ aya mateithie tiga kurakara Ngai witũ. Ngai Jesu no arathaitha Ngai ndagatũnini oro ũguo tuterirĩte. Ngai tuhoe na mundu tunaomba kama twajita kuheleni Mwangi Jesu ni Mwathani na mwonokia wa ngoro yakwa. Koguo Ngai amũrathime, Ngai amũteithie na Ngai atuiguĩre tha mahinda maya ma mĩico. Amen. Kristo Mwathani witũ. Amen. Amen. Ukiona inaanza kukatakata naweka hiyo. Sawa. Ya wakati mwingine tena jioni njema ambayo tuaja mbele zenu kwa ajili ya ujumbe huu. Maana ujumbe huu sidhani kama utaweza sikia katika kule unakoenda ama katika nyumba ya ibada kule unakoenda. Sidhani kama ama hata kama umeweza kuoneshwa hii ama kama umeweza kuona mchungaji wako akifunza hapa, hakuna. Sasa hawezi sikia ukifundishwa kuhusu hizi, hawezi ukasikia, wao hawezi wakakufundisha hii, na Yesu mwenyewe ndiye amesema uweze kufunzwa hii ndiye ujue ama uelewe unaenda wapi. Kwanza nipe Habakuki. Nikidhani mtumishi alishaomba, sasa hamna haja ni kwenda tu direct. Nipe Habakuki ni moja, si ndio? Tuone kwanza hizi tumeweka hapa ni nini, ni kwa mkutasari tu. Tuone ni nini hivi viko hapa ama ni nini hizo. Unajua mnaweza kuwa unashangaa, maana ndio utashangaa kwa sababu kule unakoenda kanisani hujawahi ambiwa ama hujawahi funzwa ama huwezi usomewa hapo. Ni ndani ya Biblia tu hii. Wacha tuone kama tunaruhusiwa kufanya hivi. Hebu soma Habakuki 1:2. Bili. Soma. Habakuku 2:2 inasema, Bwana akanijibu na akasema, andika jozi hii. Sasa Bwana akajibu akasema, andika jozi hii. Andika jozi hii ukaifanye Bwana akajibu akasema. Sasa Bwana akajibu akasema, andika jozi hii. Andika jozi hii. Uifanye iwe wazi. Uifanye iwe wazi. Katika vibao. Ili asomaye apate kusoma kama maji. Sasa iandikwe kwenye bao ili mwenye anasoma asome kama maji, yani uelewe. Maana nikikwambia enda Danieli utasoma na hautaelewa ni nini. Sasa iandikwe kwa vibao, mwenye anasoma aisome kama maji ili aweze kuelewa ni nini. Sasa nipe Mathayo 14:24 14:15. Mathayo 24:14 15. Mathayo 24:15. Twende. Basi hapo 14 24:14 mpaka 15. 24:14 mpaka 15. Safi. Basi hapo mtakapoona chukizo, anzia 14. Yeah. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu. Sasa huyo ni Yesu anaambia, maana ukianzia mstari wa kwanza, maana kalenda ya kurudi kwa Yesu ni Mathayo 24 kuanzia 1. Sasa hapo ni wanafunzi walimuuliza Yesu, walimuuliza mambo matatu. Ni lini ishara ya Yerusalemu kuharibiwa, na ni lini yani ni nini na ni nini saini ya kuonyesha kurudi kwa Yesu na mwisho wa dunia. Sasa Yesu akakuwa anawajibu, ili saini ya kuja kwa ya kuharibiwa kwa Yerusalemu na
dalili ya kuja kwake na mwisho wa dunia. Sasa Yesu akakuwa anajibu. Mathayo, sasa naendelea kusoma mstari huyo mwingine. Akawaambia, habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mote. Kwa hivyo kitambo Yesu arudi, ni kwanza injili hubiriwe duniani kote. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili aliwaambia nini wanafunzi? Habari nasema hivi, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Safi. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Sijui kama mtu anaelewa hapo. Kuwa ushuhuda, yani sio lazima uamini. Sasa usione kuwa tumekuja hapa, sio lazima uamini. Ili ni kuwa tu ushuhuda. Sasa unaona kama hii kamera inamulika, ukienda YouTube utaona. Sasa ya Mungu ni kali sana. Inamulika kila mtu yuko hapa. Sasa tu ni ushahidi. Nilisikia ulifanya nini? Niliona wale ni wapuzi tu. Hakuna kitu wanajua, hakuna kushinda na mapicha hapo tu wanaingilia kanisa. Sasa hiyo ndio utashindwa. Kwani walikuwa wanaongea ukweli? Sasa ili tu ni ushahidi. Ushahidi sio lazima uamini. Haya, endelea. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kumbe ikishaenda, yani hiyo ni ushuhuda tu, ndio ule mwisho utafanya nini? Utakapokuja. Haya, soma 15. Hapo mtakapoliona chukizo lile la uharibifu. Kwa hivyo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli. Kwa hivyo Yesu alikuwa anaambia watu watarudi kusoma kitabu cha Danieli ndio wajue ni nini mwisho wa dunia ama ni nini hiyo. Sasa funika hapo mtumishi, maana tulikuwa tumesoma kufika hapa. Sasa nipe Petero wa kwanza 2. Nipe Petero wa kwanza 2. Fika hapo kwanza. Petero wa kwanza 2:19 hadi 21. Petero wa kwanza 2 ya 19. Safi. Maana huu ndio wema hasa. Petro wa pili, sorry. Petero wa pili 2 kuanzia 19 hadi 21. Kuanzia 19. Ya. Nasi tuna lile. Sio hiyo bado. Petro wa pili. Petro wa pili. Ya. 1:19. Ya. Nasi tuna ile neno la unabii. Nasi tuna lile neno la unabii. Kwa hivyo huu ni unabii. Maana kama ufundishi kwa mahali unapoenda, sasa sisi tuna lile neno la unabii. Lile lililo neno la nabii. Nasi tuna ile neno la unabii. Safi. Lililo imara zaidi. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Ambalo mkiliangalia. Safi. Kama taa ing'ao mahali penye giza. Kwa hivyo ukiangalia hii ni kama taa inang'ara katika giza, sio giza la usiku, giza la kiroho. Sasa giza la imani. Sasa hii ni taa ya kumulika huko. Soma. Mwafanya vyema. Safi. Mpaka kutakapopambazuka. Sasa hadi kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kushuka mioyoni mwenu. Sasa nyota ya asubuhi kushuka mioyoni mwenu. Nyota ya asubuhi ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Ndio akizuka moyoni mwenu. Haya, sasa twende Ufunuo 17. Maana tulikuwa tumefika kwa majina ya makufuru. Sasa tunaendelea tu kuchambua hayo majina ya makufuru. Tukiendelea, enda hiyo Ufunuo 17. Sawa, sasa nitasoma ni Ufunuo 17 kuanzia 1. Inasema hivi: akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akasema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Kwa hivyo kuna mnyama ama mwanamke aketie juu ya mnyama mwekundu sana,
ambayo wafalme wa dunia wote wamezini naye. Kwa hivyo hakuna chui ambaye ako na vichwa vinne na ako na pembe na amekalia mwanamke anaishi baharini, hakuna. Kwa hivyo huu ni unabii. Sasa ukitaka kujua ni nini, unaenda Danieli 7:17 ama 7:23 pale. Biblia inasema hapo, inasema wao wanyama wanne uliowaona wakubwa sana ni wafalme wanne ambao watatokea duniani. Kwa hivyo huu ni ufalme, na huu ukisoma Wathesalonike 5, Waefeso 5 mstari wa 32 itakuambia mwanamke ni kanisa. Kwa hivyo ni kanisa linaendesha serikali dunia mzima, ndio wafalme wa dunia wote wako chini yake. Hata wewe tu bila kuenda kwa njia refu, kwani kuna kanisa linaongoza serikali dunia hii ni gani? Sio, hakuna Kenya. Hapa Kenya hakuna kanisa ambayo linaongoza serikali, ama president wa hapa Ruto haongozi kanisa na yeye ndio president. Hapana, sio Tanzania, sio wapi, ni Roma. Maana Pope ndio kiongozi wa serikali pale. Vatican ni nchi kivyake, na Biblia inasema ni nchi ndogo ama pembe ndogo. Sasa hiyo pembe ni pale Vatican, wana mali ni padogo sana, lakini hapo ndio pana nguvu juu ya wafalme wote wa dunia. Unasikia wafalme wote wa dunia wamezini naye. Sio kuzini naye, sio kuenda vile mnafikiria, yaani wamekubaliana naye na kanisa Katoliki. Wafalme wote wa dunia wamekubaliana naye, maana kile anapitisha ndio wanataka. Kupitia wapi? Kupitia UN, Umoja wa Mataifa. Sasa Umoja wa Mataifa, na ndio unaona mikutano yote wanaenda COP sijui ngapi, climate change. Sasa hiyo agenda ambazo zinapitishwa pale ndio wafalme wa dunia wote wamezini naye. Haya, acha tuendelee tuone inasema aje, mpaka watu wako ndani yake. Haya, naye nao wakaao katika nchi wamelewa kwa mvinyo wake. Sasa mpaka wanadamu wamelewa kwa mvinyo wake, maana huyu mwanamke ana kikombe, maana kanisa ina kikombe. Kikombe inamaanisha mafundisho, maana Yesu ndiyo anaye kikombe. Maana kikombe cha Yesu anasema wakunywe katika kikombe kimoja, mafundisho ya Yesu. Sasa huyu pia naye ako na kikombe, na hii kikombe ndio kimelewa dunia yote, imelewa wafalme. Alafu inasema nao wakao katika nchi wamelewa katika mvinyo wa usharati wake, maana Kristo ndiyo mme kuchukua kanisa lake. Sasa kama hii kanisa mme wake sio Kristo, inamaanisha ako na mme mwingine. Haya, na wanaokaa katika dunia wamelewa katika mvinyo wake. Hebu acha tuone mvinyo wa kwanza ni nini hiyo. Maana mvinyo wa kwanza ambayo dunia yote imelewa ni hilo walikuwa wanasherekea, ni jana ama ni juzi, tarehe 25 Disemba. Nikiambia mtu yoyote, pastor yoyote, vika yoyote, bishop yoyote akuje hapa atoe tarehe 25 Disemba Yesu akuje hapa atoe. Akitoa mimi naacha kuhubiri kabisa, mimi naenda. Akuje atoe. Hakuna. Wacha nikutolee iko wapi? Nikutolee iko wapi? Iko hapa. Hapa ndio kuna hizo sherehe, sio kwa Biblia. Maana kwa Biblia ukisoma Yeremia 52 kuanzia mstari wa 31, kile kilikuwa kinafanyika wakati huyo, hiyo tarehe ilikuwa inasherekewa kwa Mungu, yani Mungu Taamuzi ndiye alikuwa amezaliwa Disemba tarehe 25. Vile ndiye alikuwa amezaliwa hiyo. Sasa walikuwa wanasherekea hiyo. Mfalme wa Yuda akatolewa gerezani na mfalme wa Babeli wakakuwa anasherekea mwaka mmoja kutoka wapi? Akichukua kiti. Na akatoa huyu mfalme wa Yuda gerezani, wakakuwa wanasherekea. Sasa wacha nikuonyeshe hizo sherehe, hizo nini ziko hapa, sio kwa Biblia.
ndio uone hiki kikombe ndicho kinalewesha. Na kama mtu anaendaga hapa anajua hiki kitabu kinaitwa Katekisimu ya maswali na majibu, inatokana na kanisa Katoliki. Sasa tuone hizo sherehe ndio ziko hapo. Ukurasa wa 52 nasema inasema hivi, ukurasa wa 137. Wacha nifike hapo. Ukurasa wa 137 na 38 inasema kuna sikukuu ngapi zilizoamriwa nchini Kenya? Haya, ya kwanza, sikukuu ya kwanza ndio wanasema Alhamisi ya kupaa kwake Yesu Kristo. Ukichunguza kwa Biblia hakuna kitu kama hiyo. Haya, ya pili, sikukuu ya kuparizwa Bikira Maria Agosti tarehe 15. Kwa Biblia hakuna kitu kama hiyo. Haya, ya tatu, sikukuu ya watakatifu wote Disemba 1. Ukiangalia kwa Biblia hakuna kitu kama hiyo. Haya, sikukuu ya 4, sikukuu ya Krismasi tarehe 25 Disemba. Kwa hivyo wale wanasherekea kutoka hapa, sio kwa Biblia. Kama pasta yote ama mtu yote ako na andiko Biblia hiyo pale, ama kuja na yako, kuja toa, ziko hapa. Sasa ndio maana wanasema dunia yote imelewa kwa mvinyo unaotoka hapa. Ya pili, twende. Haya, tuendelee kusoma, maana lazima habari njema ya ufalme ihubiriwe ulimwenguni mote, ndio Yesu awaze kufanya nini? Kurudi. Sasa hiyo tu ni ushuhuda, nilisikia, niliona, utaletewa kamera, maana hakuna mtu yeyote atakayeepuka. Maana Yesu alisema aje, vile kulikuwa siku za Nuhu ndivyo kutakavyokuwa kurudi kwake. Maana watu walikuwa wanakula na kunywa, hata wakati Nuhu alipoingia katika safina wasijue, gharika ikaja ikawabeba. Siku zilizokuwa za Lutu, wakati Lutu na wanao walitolewa wapi? Sodoma na Gomora. Bwana akanyesha nini? Mvua ya viberiti, yani moto wa viberiti, kwa sababu hawakuelewa ama hawakutaka kusikia kile Nuhu alikuwa anawaambia ama kile Lutu alisema. Sasa wacha tuendelee kusoma, maana inasema ana jina la siri. Safi, twende. Inasema hivi, ukifika mstari wa 4, na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo za rangi ya zambarau. Tunaona wanavaa papo na red. Sasa Biblia inakuwa imeeleza kila kitu, ni wewe usomi. Amevaa nini? Mwanamke yule amevaa nguo ya zambarau na nyekundu. Haya, amepambwa kwa dhahabu na kitu cha dhamana na lulu, naye alikuwa na kikombe mkononi mwake. Kikombe inamaanisha doctrine. Mafundisho tofauti na Biblia. Kama kwa mfano, Biblia inasema kunywa pombe na kuvuta sigara ni makosa. Katekisimu inasema pale maswali na majibu, kunywa pombe na kuvuta sigara si makosa. Sasa Biblia nao ni tofauti, maana Biblia inakataa hii, lakini wao na support hii. Tunaweza soma kiko pale. Haya, tuendelee. Inasema hivi, ana kikombe mkononi mwake kilichojaa na machukizo na machafu ya usherati wake, na katika kipaji chake cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Sasa tunafaa tujue majina, na tulikuwa tumesoma pale mwanzo, maana Biblia inasema katika Ezekieli 16, mama ya mtu jinsi alivyo ndivyo binti zake walivyo. Sasa ukitaka kujua tabia za binti unaangalia mama yake. Ndio hata wale watu wakitaka kuoa wanaambianga wanaenda ule mama ule msichana ana mdomo, usioe pale, mama yule msichana ni mchawi. Sasa wanasema huyu
ni mama lakini ako na watoto, vile maandiko yanasema. Sasa unaangalia tabia za mama, alafu unaangalia watoto. Maana mama anajiita majina ya Mungu, watoto nao wanajiita majina ya Mungu. Jina Reverend, jina Father, jina Archbishop, haya ni majina ya Mungu. Yale tumepewa tutumie ni majina matano tu: mitume, manabii, wainjilisti na pasta na askofu. Full stop kwa Biblia. Sasa ukiuliza hayo mengine mnatoa wapi? Archbishop, Archbishop, Reverend. Sasa unasikia mama anaitwa Reverend Mudhoni, Reverend Anyango, ati wanaenda kuombea mvua. Sasa hao wamejiita Mungu. Na katika kitabu cha Isaya 48 mstari wa 11, Mungu anasema hatampa jina, hatampa mtu utukufu wake, hatampa mtu majina yake. Sasa wao wanatumia majina ya Mungu na Mungu anasema ni machukizo. Sasa imeandikwa ana jina la siri katika kipaji chake cha uso. Babeli mkuu, mama ya makahaba. Babeli maana yake ni confusion, na maana ya pili ni gate. Maana Babeli ya kwanza ilikuwa ya Nimrod. Mwanzo 18 ndiye aliyejenga Babeli, na alikuwa amejenga juu. Sasa walikuwa wanakaa pale juu akienda kuabudiwa. Mungu akiona hivyo akachafua lugha, wakaanguka, wakatawanyika. Sasa hapa kuna jina la siri kwa hii kofia hii. Inakuwa imeandikwa Vicarious Filidae. Ukijua maana ya hii Vicarious Filidae, ama kama uko na simu uingie kwa poto ya Catholic, kuna kitabu inaitwa Canon Law, watakuelezea maana ya hii ni nini. Uzuri hawezi kunyima information, hata kwa ile catechism iko hapo. Ni vile msomaji wangu wa kizungu wa yuko ziko pale. Vicarious Filidae inamaanisha mwakilishi wa Yesu, ama wacha tusome ya Kiswahili. Wacha tusome. Tusome ati yeye ndiye anachukua mamlaka ya Kristo hapa duniani. Alafu tujue inasema aje. Maana Yesu akienda mbinguni alisema atatuletea msaidizi. Sasa huyo msaidizi, Roho Mtakatifu, ndiye anayechukua nafasi ya Yesu Kristo hapa duniani, sio mtu. Sasa huyu Biblia inasema ananena, ako na majina ya makufuru na ananena kinyume chake, ananena kinyume na Mungu. Sasa Mungu akisema hivi, yeye anasema hivi. Ana majina ya makufuru. Na hii jina lake ndio yani 66 ndio hesabu ya jina lake. 66 sio alama yake. Alama yake ni Jumapili. Kwa hii kitabu wenyewe wanasema Sunday is our mark of authority. Na wao ndio wamebadilisha. Nikupe unisomee. Wasiseme ni mimi najiekelea, si ndio? Na waseme ni wao ndio walibadilisha. Hebu nifungulie peji ya 50, alafu uniambie uwasomee ni kitabu gani hii hapa. Peji. Wasomee hapa kitabu gani hiyo? Wapi? Mwambie unasoma gani, mtu anaenda kwa mtandao ama aende yao wanakaa. Catholic doctrine. Reverend Peter Tiemann, CNS Al. Soma hiyo page 50. Wanasema aje? Alafu tuulize Biblia. Biblia inasema aje? Page 50 inasema hivi. Safi. Which is the Sabbath day? Safi. Saturday is the Sabbath day. Alafu Why do we observe Sunday instead of Saturday? safi. We observe Sunday instead of Sunday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the sovereignty from Saturday to Sunday. Sasa wao ndio wanakuambia walibadilisha. Ukisoma Danieli 7:25, Biblia ilikuwa imetabiri huyu mfalme wa 4 ndiye atakayebadilisha.
na ni Roma. Hata Yesu amezaliwa kama Roma inaongoza. Sasa wao ndio wamesema. Sasa wacha tutafute. Sasa ukiendelea huko mbele wanasema wameibadilisha kupatia Trinity God, Mungu wa utatu. Ndio wanaona hiyo. Sasa kuna ingine pale nasema Sunday is our mark of authority. Ziko pale. Hiyo nini imebeba hizo nini? Haya, sasa wacha ukifika hapa kuna mahali wamesema maana Vicarious Field Day. Hata ukifika hapa wanasema hivyo. Sasa acha tuseme tutafute hiyo wanasema aje. Haya, ndio hii. Soma hapa sasa. Uone kama ni sisi tumechora ama ni wewe. Lakini simaiona hii kofia. Hii kofia ndio kofia ya mamlaka. Kama vile hapa president anaapishwa anapewa kisu, sasa hii kofia ndio inakuanga ya mamlaka. Inakuanga na jina imeandikwa Vicarious Field Day. Na inakuwa pia hapa imeandikwa jina lingine ya Kilatini. Inakuwa imeandikwa jina ya Kilatini. Sasa ukijua maana yake ama ukienda kitabu inaitwa Canon Law, wanakuelezea yote. Sasa uingie hapa kwa kupotea mwenyewe. Hebu soma hapa wanasema nini? The Pope. Who is the Pope? Weka mic hapa. Mani kushikia mic. The Holy Father of Pope in the visible head of the church, the successor of Saint Peter, and vicar of the Christ on earth. Sasa yeye ni vicar of Christ on earth. Sasa wanasema yeye ndio mwakilishi, amechukua nafasi ya Yesu hapa duniani. Sasa mtumishi, acha nisomee Bible usikie nani alitumwa kuwakilisha Yesu hapa duniani, si ndio? Kitabu gani? Vale. Nipe Yohana 14:16. Injili. Yohana Injili. Sasa si anasema yeye ndiye anayechukua mamlaka ya Yesu hapa duniani. Yesu akienda alisema atatuma msaidizi aje, si ndio? Sasa tuone huyo ni Pope alitumwa kuja kuwakilisha Yesu ama ni nani? Maana anasema mwenyewe kwa hii katekisimu. John 14:16. Anasema hii jina inamaanisha Vicarious Field Day ni mwakilishi wa Yesu. Alafu kuna jina wanatumianga Pontiff Maximus. Sasa hiyo majina ndio tunataka kutafsiri. Maana Biblia inasema ako na majina ya makufuru. Ananena kinyume na Mungu. Maana Mungu akisema hivi anasema hivi. Maana hizi vitabu zimebeba mambo mingi sana. Biblia inasema kunywa pombe na kuvuta sigara ni makosa. Na hapa anasema kuvuta pombe na kunywa sigara si makosa. Kumaanisha ako kando na Biblia. Wakatoliki wanajua hizi vitabu. Wanajua ni vitabu zao. Tunasoma vitabu za? Haya, endelea kusoma. Yohana 14:16 inasema hivi. Yohana 14:16 inasema aje? Nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. Nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi ili akae nanyi hata milele. Safi. Ndiye Roho wa kweli. Sasa ni Roho wa kweli ndiye alitumwa na Yesu kukaa na sisi. Na huyu anasema maana Vicarious Field Day ni amechukua mamlaka ya Kristo hapa duniani. Sasa unaona yeye na Biblia ni watu ni njia mbili tofauti. Haya. Sasa kuna jina wanatumia inaitwa Pontiff Maximus. Pontiff Maximus inamaanisha ngazi. Ngazi. Sasa wacha tuulize ngazi maana yake ni nini? Nenda Mwanzo 28 anzia 10. Maana ya jina Pontiff Maximus. Maana Biblia imesema ana majina ya siri na ya makufuru kwenye kipaji chake. Hii kofia inakuanga na hii jina hapa. Vicarious Field Day. Na St. Peter's Square huko Basilica wanakuwa wamechora simba iko na mabawa. Wanakuwa wamechora simba iko na mabawa kumaanisha vile Biblia inasema ndio hivyo. Sasa hii hapo wewe mwenyewe bila ukijua wanakuwa wamechora ni vile saa hizi time ya kukaa hapa, maana tungekuwekea projector tunamulika paka ndani. Imechorwa pale mbele simba na mabawa. Na ndi vile Biblia inakuambia. Imechorwa hii Vatican.
imechorwa simba na mabawa. Soma Mwanzo 28 anzia 10. inasema hivi. Yakobo akatoka Berseba. Sasa sikiza maana ya Podif Maximus. Yakobo akatoka Basheba kwenda Harani. Akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha. Safi. Maana jua lilikuwa limekuchwa. Safi. Akatoa jiwe moja mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake. Kwa hivyo Yakobo akatoa jiwe moja akaweka chini ya akaweka kichwani pake. Akalala usingizi mahali pale. Yakobo akalala usingizi mahali pale. Akaota ndoto. Yakobo akaota ndoto. Na tazama ngazi limesimama juu ya nchi. Sasa maana ya Podif Maximus ni ngazi. Yakobo akafanya nini? Akaona ngazi imesimamishwa juu ya nchi. Nchi ni hapa. Na nchi yake ilifika mbinguni. Na nchi yake inafika mbinguni. Tena tazama malaika wa Bwana hupanda na kushuka juu yake. Kwa hivyo malaika walikuwa wanakwaa wakipanda kwa hiyo ngazi wakishuka. Alafu soma, nani alikuwa pale juu ya hiyo ngazi? Na tazama Bwana amesimama juu yake. Kwa hivyo Mungu mwenyewe ndiye alikuwa pale kwa ile ngazi pale juu. Haya, sasa wacha tuone hiyo ngazi ni nani. Enda Yohana 1:51. Yohana 1:51. Yohana 1:51. Maana hiyo jina ya Podif Maximus ilikuwa inatumika na Babeli kule Nimrodi walipoangamia ama wakati ulitoka, hilo jina likapelekwa kwa wale walikuwa wanatumia makaisari. Sasa Kaisari alipokufa Caesar, hilo jina pia likakuwa Misri. Sasa walipohamisha, Roma ilipokuwa inachukua, Papa akadai hilo jina, maana yeye ndio kuhani mkuu wa Babeli. Hilo jina likaenda huko. Na katika hilo kanisa kuna katikati kuna hiyo kitu inaitwa nini? Kuna nini huwa katikati pale. Hiyo kitu huwa katikati imejengwa Vatican katikati. Hiyo kitu ilitolewa Misri. Ikabebwa ikapelekwa pale. Sasa yeye ndio kuhani mkuu hapo. Hebu endelea kusoma tuone ngazi ni nani. Yohana 1:51 inasema hivi. Safi. Akawaambia amini nawaambieni. Mtaziona mbingu zimefunguka. Mtaona nini? Mbingu zimefunguka. Na pale Mwanzo 28:17 imesema ngazi ilikuwa imetoka chini imeenda juu. Malaika walikuwa wakipanda na kushuka kwa hiyo ngazi. Mungu mwenyewe amesimama pa. Sasa Yesu anasema nini katika Yohana 1:51? Endelea. Na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Kwa hivyo malaika wa Mungu walikuwa wanapanda na kushuka kwa nani? Kwa Yesu. Kwa hivyo Yesu ndio nani? Ndio ile ngazi ya kutupeleka wapi? Mbinguni. Sasa rudi pale Mwanzo 28:17. Rudi pale Mwanzo, maana hii Podif Maximus, Podif Maximus inamaanisha ngazi. Na Biblia imesema ako na majina ana jina katika kipaji chake, ana jina katika kipaji chake cha uso. Imeandikwa Babeli mkuu, mama wa makahaba. Soma 17, Mwanzo 28:17. Naye akaogopa akisema. Sasa Yakobo akaogopa akisema, mahali hapa panatisha mno. Hapa panatisha mno kama nini? Safi. Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu. Kwa hivyo hapo ni nyumba ya Mungu. Hapo ndipo mlango wa mbinguni. Kwa hivyo hapo ndipo mlango wa mbinguni, na huyu anadai ni gate, Podif Maximum. Kwa hivyo huyu anapeleka watu wapi? Kuzimu. Maana njia ni mbili, na Yesu anasema yeye ndio njia ya kweli na uzima. Maana ya dini sio Kiswahili, dini ni Kiarabu. Maana yake ni njia, na Yesu ndiye anasema yeye ndio njia ya kweli na uzima. Dini sio Kiswahili, dini ni Kiarabu. Kama majini sio Kiswahili, majini ni Kiarabu. Kwa Kiswahili wanaitwa mapepo. Sasa usipoelewa hayo unapigwa chenga. Aendelea mtumishi na hiyo Ufunuo ufike 6:17. Hiyo 17.
Ufunuo 17 fungu la kwanza. Anzia 6, tulikuwa tuko hapo. 6. Utakuwa unaniambia muda. Inasema hivi. Safi. Nikamuona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu. Kwa hivyo huyu mwanamke ama hili kanisa alikuwa limelewa kwa damu ya watakatifu. Maana imeua mitume, imeua manabii na wale wamepigania injili. Imeua. Sasa amelewa, amekunywa damu ya watakatifu, amelewa nayo. Soma. Na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Sasa mashahidi wa Yesu ni watu kama nyinyi, kama sisi. Ndio kanisa imeua mashahidi wa Yesu, ikificha ukweli wakati unaitwa dark ages. Maana wakati Roma ilikuwa inaamka ama upapa ukiamka mwaka wa 538, sasa ndio kunaitwa dark ages. Maana Biblia zote zilichukuliwa zikafichwa, watumishi wa Mungu mitume wameuawa, kina Petro wamekatwa vichwa, Yohana akachemshiwa maji lakini hakufa, maana hakuwa amemaliza kuandika ama kitabu cha hakuwa amemaliza kazi yake. Wakati ameandika kitabu cha Ufunuo akalala kulala salama. Aendelea kusoma. Nami nilipomuona nikastaajabu ajabu kuu. Atafika hapo tu sasa, wacha tuende alafu tutakuwa naniambia muda. Haya. Sasa maana ilikuwa tunachambua majina. Tulikuwa tunachambua majina, maana kuna ana majina ya makufuru. Sasa hebu kwanza nipe Wathesalonike wa pili. Wathesalonike wa pili 2-3. Maana huyu amepoteza watu na watu wamepotea. Sasa Biblia inasema watu wahubiriwe watoke hapa. Maana kuna onyo hapa. Ukipatikana hapa utakuwa hauko salama. Soma Wathesalonike wa pili 2-3. Asante. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Kwa hivyo mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote. Maana haiji isipokuja kwanza ule ukengeufu. Maana ama siku ya Mungu ama siku ya Bwana haitakuja kabla ya nini? Ya ukengeufu. Yaani watu kubadilika, uasi. Yaani kuasi. Soma. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Kwa hivyo kuna mtu lazima afunuliwe, yule ameasi, mwana wa uharibifu. Kwa hivyo kuna mtu ameasi maandiko. Sasa lazima huyo afunuliwe kwanza. Soma. Mwana wa uasi. Safi. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Safi. Yule mpingamizi. Kwa hivyo kuna mpingamizi lazima afunuliwe ndio Yesu arudi. Kama hajafunuliwa Yesu bado hajarudi, lazima afunuliwe kwanza. Ajiinue nafsi yake juu ya kile kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Kwa hivyo huyu anajiinua nafsi yake akijiita Mungu ama kuabudiwa. Na anasema yeye ndio Mungu wa hii dunia. Maana ya body ni hivyo. Yeye ndio Mungu wa hii dunia. Hata yeye mwenyewe uketi katika hekalu la Mungu akijionyesha kana kwamba yeye ndiye kana kwamba ndiye Mungu. Sasa huyu anaketi katika hekalu la Mungu. Si ati pale Vatican ndio hekalu la Mungu, hapana. Anaketi katika mili, maana mchungaji amesoma pale, hii mili yetu ndiyo hekalu la Mungu. Sasa huyu amechukua mafikira yako, anakaa ndani yako. Maana ukiambia Jumapili sio siku ya kwenda kanisa, unaanza vita. Unaanza kusema ni uongo. Sasa huyu ameteka. Unaambiwa hakuna kwa Biblia mahali Krismasi iko. Sasa Maria na Yosefu mwenyewe haja washerekea birthday ya Yesu. Alafu unasherekea kwa andiko gani? Yesu mwenyewe haja washerekea 5 Disemba. Wewe umesherekea umetoa wapi? Hakuna. Sasa huyu anakaa katika hekalu la Mungu. Ana katika mili yenu, katika mawazo yenu. Soma. Zefika 4. Soma. Hata mwenyewe uketi katika hekalu la Mungu akijionyesha kana kwamba yeye ndiye Mungu. Safi. Je, hamkumbuki ya kwamba wakati tulipokuwa pamoja nanyi niliwaambia hayo? Safi. Sasa yani hata vile alikuwa pamoja nasi, wewe ni Paulo, alikuwa amefanya nini? Amewaambia, si ndio? Sasa huyo mpinga Kristo na huyu ndiye anayepinga Kristo. Maana kwa hiyo kofia kwa Kilatini imeandikwa hivyo, mpinga Kristo. Sasa kama wao uelewi ama mchungaji wako hawezi kukuambia hii, maana ni wa mshahara na ako chini yake.
ako chini ya, maana hao ni watoto. Maana Biblia imekwambia ni Babeli mkuu, mama wa makahaba. Huyu ni mama na hawa ni watoto. Watoto wake wanafuata tabia zake, ndio wanajiita majina ya Mungu. Wanajiita Reverend, Archbishop na hayo majina mengine. Hao ni watoto. Sasa hawezi wakakufundisha hii. Haya mtumishi, nenda, kwa sababu ulikuwa umesoma ile ya kwanza wa Korintho, ulikuwa umesoma wa Korintho. Sasa mimi nataka tusome wa Korintho wa kwanza 3:16. Korintho wa kwanza 3:16. Safi. Yasema hivi. Safi. Hamjui ya kuwa nyinyi mmekuwa hekalu la Mungu? Kwa hivyo hamjui nyinyi mmekuwa hekalu la Mungu. Sasa huyu si ati pale Vatican ndio hekalu la Mungu. Sasa ni nyinyi. Huyu anakaa ndani yenu. Watu wamelewa na mafundisho yake. Wamelewa mafundisho ya Kikatoliki. Maana hayako kwa Biblia, lakini ndio watu wamelewa dunia mzima. Safi, twende. Na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Safi. Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Safi. Sasa baki na dakika 15. Sasa dakika 15 hizo niko nazo. Sasa wacha tuone madhara ni nini. Kwa sababu gani tunashinda tukikuambia hivi? Madhara yake ni nini ukipatikana huko hapa? Maana hatuwezi kuja tu hapa tufikirie tumekuja kupiga kelele. Maana tumechora hizi kwa sababu ya kupiga kelele. Kuna ujumbe hii Ufunuo 14. Kuna hii ni warning. Na mahali popote umeona warning, kuna hatari. Maana haujaambiwa hii ni nini? Haujaambiwa hii ni nini? Hii ni New World Order. Mahali wa president wote wanaenda kukutana. Wakikwambia wanataka nini? Climate change, COP sijui ngapi, COP ngapi. Unajua wanapanga, mnaleta digital ID. Unajua digital ID inakuja na nini? Hamjui. Kwa sababu hamjaambiwa. Wakati mtakuja kugutuka, time imeisha, hakuna vile unajipanga. Hebu naenda Ufunuo 14. Ufunuo 14 anzia 6. Nasema hivi. Inasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Sasa maandiko yanasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Mwenye injili ya milele. Kwa hivyo ako na injili ya milele. Huyu malaika ako na injili ya milele. Kuna malaika huku juu akihubiri. Malaika wanasimamia kama sisi wajumbe na nyota kwa Biblia. Na ukisikia nyota ndio inamaanisha malaika. Hiyo utaenda usome Ufunuo 1:20. Ukisikia nyota ndio malaika. Na ukisikia malaika ni wajumbe kama sisi. Ndio wale tunapeperusha ujumbe. Maana Biblia inasema wana ujumbe wa nini? Wa injili ya milele. Injili ya milele inamaanisha nini? Haya, endelea kusoma mtumishi. Ana injili ya milele akiwahubiria hawa wakao juu ya nchi. Sasa huyu malaika wa kwanza ako na injili ya milele, anahubiria hao wanakaa katika nchi wote. Anahubiria nini? Na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Ni kila taifa, kila kabila, kila jamaa. Ukiona ujumbe, ukiona YouTube, si hapa Kenya peke yake, ni dunia mzima. Unaona hii? Ukiona YouTube utaangalia, utaona hawezi kosa watu wako na hii picha dunia mzima. Kwa hivyo ni injili ya milele inaendelea na ni ya muda tu. Kukishapitishwa Sunday leo hautasikia tukihubiri tena ujumbe, maana tutakuwa tumefungiwa. Maana hivyo ndio ibilisi anataka. Tutakuwa tumefungi. Sasa huu ujumbe unaosikia, usikie kwa sasa na ufanye kutubu. Maana ukakosa utajilaumu baadaye.
Endelea kusoma. Akisema kwa sauti kuu. Akisema kwa sauti kuu. Ni Mungu na kumtukuza. Sasa huyu malaika wa kwanza anasema mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa hivyo ukiona hao malaika ni saa ya hukumu imekuja. Haya, twende. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Hapo umerudisha usome wapi? Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Hiyo ni amri namba 4, amekurudisha pale. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Na bahari na chemchemi za maji. Sasa hiyo unaenda Kutoka 20 mstari wa ngapi? Wa 8. Wa 8 mpaka 11. Soma. Mcheni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Hiyo ndio alama ya Mungu. Huyo anakurudisha huko. Kama wakati wa Elijah ama Elia alirudisha watu kutoka kwa miungu migeni, Baali na nani? Na Yezebeli. Kutoka huko. Sasa huyo anaambia mcheni Mungu na kumtukuza. Yeye alizifanya mbingu na nchi na bahari. Ukitoa hiyo unasema Mungu sio muumbaji. Soma hiyo. Ufunuo Kutoka 20. Kutoka 20 fungu la 17. Soma. 11. Soma. Kwa maana kwa siku sita. Bwana alifanya mbingu na nchi. Bwana alizifanya mbingu na nchi. Na huyo amekwambia mcheni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Unaona huyo anakurudisha hapo, ujua ile amri namba 4. Soma. Na bahari na vyote vilivyomo. Soma. Akastarehe siku ya 7. Soma. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akaitakasa. Huyu malaika anakurudisha huko. Maana ni warning, unaambiwa ni kutunza Sabato. Haya, enda malaika wa pili, anasema nini? Ako na ujumbe gani huyo malaika wa pili? Ufunuo 14 fungu la 8. Ufunuo 14 fungu la 8. Sema hivi. Iseme. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata. Akisema umeanguka. Babeli ule mji mkubwa. Sasa sikiza, ndio nikakuambia Vatican ni mji, yani tuseme kama Kenya pale Nairobi, mji wa Kenya, Nairobi City. Umeanguka Babeli mkuu, ule mji mkubwa. Maana ndio umenywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya usherati. Kwa vile Vatican ndio imenyesha mataifa yote mvinyo wa usherati. Mafundisho ya uongo. Endelea kusoma. Na mwingine malaika wa tatu. Sasa huyu ameanguka. Mafundisho yake ndio tunaendelea kuchambua. Sasa ole wake utakayepatikana huko hapa. Maana kuna onyo. Maana hata wakati wa Nuhu kulihubiriwa miaka 120. Hiyo ni Mwanzo 6. Ni watu wangapi walisikia ujumbe? Na walikuwa watu bilioni 7 kama dunia leo. Ni Nuhu na familia yake, watu 8 peke yake. Hao wengine wote Mungu akasema potelea mbali. Si wote walikufa? Wakati wa Sodoma na Gomora ni watu wangapi waliokolewa? Ni 3. Sasa huyu mwingine anasema aje? Twende. Kisha mwingine malaika wa 3 akafuata akisema. Mwingine malaika wa 3 akafuata akisema. Kwa sauti kuu. Sasa ni wewe uko hapa. Ni wewe, hii ndio onyo yako. Sikia, hii ndio onyo yako. Soma. Mtu awaye yote. Kimsujudu huyo mnyama. Ukisujudia papa. Maana Sunday ni alama yao. Ukisujudia hapo utafanywa nini? Soma. Na sanamu yake. Sanamu ya papa ni Waprotestanti walioanguka. Maana wao ndio sanamu yake. Soma. Na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake. Na kupokea chapa yake, alama yake ni Sunday na chapa yake ni 66. Hesabu ya jina yake Vicarious Filidae. Ndio nini? Hesabu ya jina lake 66. Jina lake ni Vicarious Filidae. Hesabu yake ni 66. Utakayepokea hiyo, soma, endelea kusoma. Na kupokea katika mkono wake. Sasa kupokea katika mkono ni wakati utalazimishwa kufanya kazi. Kama wewe hutaki, sasa pesa hauna, unalazimishwa ufanye nini? Ufanye ndio upokee. Sasa wewe utakuwa umepokea kwa mkono, maana mkono ndio unafanya na hapa kwa kipaji cha uso ni mafikira yako yanayoendelea hapa, mafunzo yale unayopokea hapo. Wakati sheria ya Jumapili itawekwa, Sunday law,
ulazimishe kwenda Jumapili kutumia sheria, utakuwa umepokea 6-6. Hakuna kurudi, hakuna kutoka, hakuna kurudi. Itakuwa imeisha hivyo. Itakuwa umepigwa muhuri wake. Itakuwa umepigwa muhuri wa huyu. Sasa na kuna mapigo 7 baada ya hiyo. Maana mateso yatakuja kwa wale watakuwa wamepokea hii. Maana kukiwekwa Sunday law dunia mzima, watu walazimishwe kuingia Jumapili kanisani. Sasa wakianza kutesa wale wanaenda Jumamosi, kama vile kulikuwa kunateswa mwaka wa 538. Hivyo ndio kunaenda kurudi Dark Ages. Sasa wakati wataanza hiyo, na ndio mapigo 7, Mungu atateremsha mapigo 7. Unaona hii jua vile inawaka, itawaka mara 7 ya siku 7. Ufunuo 16. Enda usome Ufunuo 16 ukiendelea. Mapigo 7 yale yalitokea wa Misri, Israeli wakiwa pale ndio waondoke, ndio anakuja kutokea mapigo 7 ya mwisho. Ufunuo 16 anzia 1 ukiisha. Endelea kusoma, alafu niambie dakika zangu zimebaki ngapi. Yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu. Sasa yule atakayemsujudu mnyama na salamu yake na kupokea alama yake, ama kupokea hesabu ya jina lake, huyo atakunywa katika kikombe cha hasira ya Mungu kisichochangama, yani kisichochanganywa. Yani hakuna huruma tena, mlango wa rehema utakuwa umefungwa. Sasa hakuna tena huruma. Na maandiko inasema hata baba hata muokoa mwanawe. Wacha wale wanakudanganya ati Yesu atakuja, ati kanisa litanyaguliwa, ati watu wabaki wewe, hiyo ni bangi. Huyo pastor wako amelewa na mchana. Hakuna mtu atakayebakia hapa. Na mapasta ndio wanapoteza watu wakiwadanganya. Ati tuko na wewe sasa unapotea, na baki nikishangaa fulani ameenda wapi. Hiyo ni bangi. Maana maandiko yanasema kila jicho litamuona. Si ati Yesu atakuja kwa siri. Siku hiyo ndio itakuwa kwa siri. Na ni kwa wale wako wapi? Wale wako gizani. Maana siku ya kutangaza mlango wa rehema umefungwa, ni Mungu mwenyewe atatoa hiyo amri. Lakini siku ya kurudi kwa Yesu, maana malaika atapiga parapanda ya malaika mkuu, na kila jicho litamuona. Kila jicho litamuona. Hivyo ndio maandiko yanasema, sio kwa siri. Sasa wala hakuna mtu atakayebakia. Hebu soma ni Yeremia 4. Nikaziangalia mbingu, hakuna kitu chochote kilikuwa. Alafu uone wewe unaenda katika dhehebu ati kwa sababu ya kuzikwa, wacha andiko. Maana Yesu atakapokuja, akishanyakua kanisa lake, atapata makundi mawili. Wale wamekufa na wale wako hai. Kwa hao wamekufa kuna makundi mawili. Wale wanamjua na wale hawamjui. Sasa wale walikufa katika Kristo watafufuliwa. Na wale wako hai, wale wako katika Kristo, nao watabadilishwa mili wakimlaki Yesu pale wakiendanga. Wale watabaki wamehapa, watabaki kama wamekufa. Malizia andiko mtumishi, naona dakika zimeisha. Yeremia 23 ama umesema nisome? Soma tuone. Yeremia 23 inasema, niliziangalia nchi na tazama ilikuwa ukiwa. Hebu sikiza, huyo pastor wako ama huyo pastor anakuambia ati Yesu atakuja, ati kanisa litanyakuliwa, wengine wabaki hapo wakiteseka. Hebu sikia andiko na umwambie kusomea andiko ama akuelezee inasema nini. Yeremia 23. Yeremia 23. Niliziangalia nchi na tazama ilikuwa ukiwa, haina watu. Niliziangalia mbingu. Ati ilikuwa nini? Ukiwa. Mtumishi, ilikuwa na watu. Ukiwa. Haina watu. Haina watu. Sasa uulize pastor wako, umpatie hiyo andiko. Umuuliza anakuambia Yesu atakuja anyakue kanisa, alafu watu wabaki hapo wakiteseka. Alafu umpe hiyo andiko, mwambie akuelezee inasema nini. Hakuna watu, dunia ilikuwa haina watu. Soma. Haina watu. Soma. Usiangalia mbingu, nazo zilikuwa haina nuru. Haya, mbingu zilikuwa hazina nuru. Hazina nuru. Soma. Niliangalia milima. Soma. Na tazama ilitetemeka. Sasa milima nayo ilitetemeka. Na mlima yoyote ilisongea huko na huko. Haya, hebu nenda ni ngapi shina ngapi hiyo inasema hawatalilia wala hawatakusanywa. Ni Yeremia ni
Haya, wacha tufike hapo kwa sababu ya muda. Tutaendelea nayo maana hatujamalizana na hapa. Tukimalizana na hapa, tujamaliza hapa, hatujaguza hapa. Sasa hii wiki yote tutamalizana na hapa, turudi hapa tumalize mpaka tukuje. Maana hii New World Order inamaanisha nini? The Club of Rome inamaanisha nini? Dunia iligawa 1975 hizi. Hatutasoma, wacha tufungie hapo. Mtumishi, soma Ufunuo 8 au Ufunuo 18 nne, tumalizie hapo. 18:4. Soma. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema. Sasa Biblia inasema kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Sasa watu wa Mungu wako huku, wanaambiwa watoke, sio wabaki huko. Maana hata wakati wa Nuhu watu waliambiwa watoke waingie katika safina. Wakati wa Sodoma na Gomora watu waliambiwa watoke, sio baki huko. Unaona, wakati wetu Biblia inasema tokeni huko enyi watu wangu. Soma. Wasishiriki dhambi zake. Wasishiriki dhambi za Katoliki, maana Katoliki imedanganya watu. Wala msipokee mapigo yake. Huyo ana mapigo yake, wala msipokee mapigo yake. Sasa wewe kama bado unabaki hapo, ukikataa hapo, utashiriki mapigo yake. Kwa hivyo tunaitana wito. Nani yuko tayari ama amesikia? Maana tumekuwa hapa sio siku ya kwanza, tumekaa hapa karibu mwezi mzima. Kama mtu umesikia kile tunahubiri ama kile tunafundisha na umeelewa ama hujaelewa, unaweza kuja ukatuuliza swali. Lakini zaidi hii andiko imesema tokeni kwake enyi watu wangu. Nani yuko tayari tuombe naye? Nani yuko tayari tuombe naye? Kuna mtu yuko tayari tuombe na yeye? Kwa hivyo mbingu imeandika, hamna mtumishi, malizia. Nwega Ngai nitwarikia mahunjio hwainĩ wa ũmũthĩ. Ona rũciũ kwĩna kamweke tũgakorwo haha kuma thaa 9 nginya hwainĩ. Tũtikũnoga, onawe ndũkanoge, tondũ tũiguire mũndũ wa Ngai nĩ endete kiugo kĩa Ngai. Koguo nĩtũgũthiĩ na mbere na